Lishe bora tusipoitangaza wenyewe, nani atangaze? Lishe bora tusipoitangaza wenyewe, nani atangaze? Lishe bora, lishe bora, lishe bora, lishe bora, nani atangaze? Hatuna budi kujenga utamaduni wa kupima afya zetu ili kujua mustakabali wetu kuhusu virusi vya ukimwi. Kwa kweli makusudio makubwa ya ujumbe wangu wa leo ni kuhimiza na kuhamasisha watu wajitokeze kupima afya zao. Kwa nia ya kutaka kuongeza msukumo na kuimarisha mapambano dhidi ya ukimwi, tumeamua serikalini kuwa na kampeni ya kitaifa ya kupima afya za watu kwa lengo la kuwawezesha Watanzania kujua kama wameathirika na virusi vya ukimwi au hapana. Serikali ya Tanzania imeendelea kutilia mkazo umuhimu wa watu kupima na kujua hali zao za uambukizi wa virusi vya ukimwi ili kuiwezesha serikali kujipanga vizuri katika kuwahudumia wale walioathirika. Pia kwa wale waliogundulika kuwa na virusi vya ukimwi waweze kupatiwa huduma zinazohitajika mapema. Mtu mwenye virusi vya ukimwi akiwa navyo sio mwisho wa maisha yake, kwa sababu mtu ukiwa na virusi vya ukimwi unaweza pia, kwa sasa hivi kulingana na dawa zilizopo zinazoongeza nguvu, unaweza ukaishi vile vile na ukatimiza malengo yako. Nimekuwa na virusi vya ukimwi kuanzia nikiwa na mtoto wangu akiwa na miezi 2.5 na mpaka sasa hivi mtoto wangu yuko form 1. Wengine wanafikiri kwamba ukiwa na virusi vya ukimwi ni lazima uwe na pesa nyingi ndio uweze kuishi. Hata wanaweza kuingiza zana kwamba sasa nimepata hivi virusi vya ukimwi nitaishije, mimi sina pesa. Wasiwe na mawazo ya namna hiyo, kwa sababu mimi nakula vyakula vya kawaida tu na matunda ya kawaida ambayo yanapatikana kirahisi tu, sio kwamba na pesa nyingi. Lishe duni ni kati ya matatizo makubwa yanayowakabili watu wengi hapa nchini, ikiwa ni pamoja na wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa hali nzuri ya lishe inachangia kwa kiasi kikubwa katika kuboresha afya na uwezo wa kujikinga na maradhi. Hata hivyo, katika miradi mingi inayotoa huduma kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, haitoi kipaumbele katika masuala ya lishe. Vikundi, mashirika na asasi mbalimbali za kiraia zimejitokeza kuchangia katika kuboresha afya na hali ya lishe ya Watanzania kwa kutumia mbinu mbalimbali. Kituo cha ushauri nasaha, lishe na afya Consenat kilichopo barabara ya Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam ni asasi isiyo ya kiserikali inayojishughulisha na masuala ya lishe kwa makundi mbalimbali katika jamii, wakiwemo wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Asasi hii hutumia mbinu mbalimbali kutoa huduma kwa jamii kuhusu masuala ya lishe. Huduma hizi ni pamoja na kutoa elimu ya lishe, kutoa machapisho na mafunzo ya lishe kwa watoa huduma. Katika kutoa huduma, Consenat hushirikiana na vikundi mbalimbali vya kijamii, mashirika ya dini, taasisi za serikali na zisizo za kiserikali na halmashauri za wilaya hapa nchini. Mradi wa matunzo na huduma za lishe kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi unafadhiliwa na Global Funds Round 4 kupitia Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TAC/AIDS na kuratibiwa na shirika la Amref. Mizunguko ya maombi ya fedha hizi za Global Fund ambazo ziko kwa ajili ya kudhibiti magonjwa matatu ya kifua kikuu, malaria pamoja na ukimwi. Sasa hii mizunguko imeanza mizunguko namba 1, namba 2, 3, 4, 5 mpaka imefikia 6 na mwisho ni 7. Hivi mwaka huu unakuja mzunguko wa 8. Kwa hiyo huu mzunguko wa 4 wakati umefika ilikuwa ni mwaka 2005. Na inabidi kwamba kila nchi
inafanya maombi yake kwa Global Fund kule makao makuu Switzerland ili waweze kupata hizo fedha. Mzunguko wa 4 ulikuja ndio wakati muafaka, wakati tulikuwa tumeshaanza huduma na tiba katika upande wa ukimwi. Kipindi hicho mimi bado nilikuwa ni mfanyakazi wa Wizara ya Afya, nikiwa katika mpango wa kudhibiti ukimwi, na ndio nilikuwa mkuu wa kitengo cha huduma na tiba. Kwa hiyo mzunguko wa 4 naufahamu vizuri, kwa sababu ilibidi lazima tupate watekelezaji, kwa sababu sisi kama wizara, kama serikali peke yetu hatuwezi tukafanya, isipokuwa inabidi kwamba lazima tupate watekelezaji wengine. Hivyo katika wale watekelezaji wengine, mmoja wapo alikuwa ni Consonant, kwa sababu ulikuwa maombi yetu yalikuwa yamechanganya si tu kwa ajili ya dawa, bali vile vile kuhusiana na chakula, ambapo chakula ni muhimu sana kwa wale ambao wanatumia hizo dawa zetu za kupunguza makali ya ukimwi, ARVs. Kwa hiyo tuliwaita Consonant, na uhitaji wa Consonant kuwaweka katika hili kundi ilitokea ni kwa sababu wao ni moja katika vikundi ambavyo vinafanya kazi nzuri sana hapa nchini kuhusiana na mambo ya utoaji wa vyakula. Basi tuliwahusisha wao. Kulikuwa na vikundi vingine vile vile tulijaribu kuvihusisha, na kwa bahati nzuri tulipopeleka yale maombi yetu yalikubalika moja kwa moja. Kwa hiyo tuliwapatia, na kwa kweli kwa sababu wao nao wana watekelezaji wao katika mikoa mbalimbali, na waliwapatia zile fedha, na ripoti iliyokuja kwa kweli hao watekelezaji wamefanya kazi vizuri sana, kiasi ambacho kwamba inatupa moyo kwamba tuendelee kufanya nao kazi hao Consonant kama moja kati ya watekelezaji wetu. Mradi huu wa matunzo na huduma za lishe ulianza rasmi mwezi Novemba mwaka 2005 na unachangia katika kufanikisha malengo ya mpango wa taifa wa matunzo na tiba, yani National Care and Treatment Plan wa Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii. Katika mradi huu, Kituo cha Ushauri Nasaha Lishe na Afya Consonant kimepewa jukumu la kuratibu shughuli zote za matunzo na huduma za lishe kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi katika wilaya 22 za Tanzania bara. Vile vile asasi hii ina jukumu la kuunganisha huduma zinazotolewa na vituo vya matunzo na tiba, yani CTC, na zile zinazotolewa katika jamii. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanya katika hizi wilaya 22 ni kwamba tunajengea uwezo asasi zisizo za kiserikali kuweza kutoa huduma za lishe kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kama vile kutoa chakula cha nyongeza kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi, lakini hawana uwezo wa kuweza kupata mlo au chakula cha kutosha. Kwa hiyo sisi tunatoa chakula cha nyongeza. Pia tunazijengea uwezo asasi hizo ili ziweze kutoa mafunzo ya lishe, kuhusiana na lishe kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Pia zinatoa ushauri na wakati mwingine ushauri nasaha kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Asasi hizi pia zina uwezo wa kusambaza maandiko mbalimbali au machapisho mbalimbali ambayo yametengenezwa na kituo chetu cha ushauri nasaha lishe na afya, yani Consonant. Wao kazi yao ni kutoa machapisho hayo kwa walengwa. Na katika kujenga asasi hizo tunashirikiana kwa karibu na zile halmashauri za wilaya husika hizo 22. Wilaya hizo 22 ni Bariadi na Kahama zilizoko katika mkoa wa Shinyanga, Kilombero na Kilosa katika mkoa wa Morogoro, Kyela na Rungwe katika mkoa wa Mbeya, Kilwa na Lindi mjini katika mkoa wa Lindi, Lushoto na Tanga mjini katika mkoa wa Tanga, Mbulu na Babati katika mkoa wa Manyara, Mpanda na Nkasi katika mkoa wa Rukwa, Muleba, Karagwe na Biharamulo katika mkoa wa Kagera, Nzega katika mkoa wa Tabora, Manyoni na Singida mjini katika mkoa wa Singida, Tarime katika mkoa wa Mara na Tunduru katika mkoa wa Ruvuma. Abiria shughuli za Consonant naweza kusema kwamba
yani kwa kiwango kikubwa zinatupa msaada sana, hasa tunapotoa hizi huduma kwa wagonjwa wetu wa ukimwi, kwamba chakula ni nyenzo moja ambayo ni kubwa sana katika matibabu ya wagonjwa. Maana kiachi na dawa, lakini bado swala la lishe kwa wagonjwa wetu hawa ni swala ambalo ni kubwa, na kwa kuzingatia hali ya uchumi wa wananchi wenyewe jinsi ulivyo, na maana kwamba bila kupata msaada wa chakula, kwa maana wao wenyewe pamoja na kutoka katika mashirika kwa constant tunafanya kama hivi, na kwamba hizi hali zao labda tunaweza kusema kwamba tunaweza kupata sana jinsi ya kuweza kuwapa tiba ambayo ni halisi. Kwa hiyo sababu kama shirika linapotoa msaada wa hiyo, nadhani kwetu sisi tunapata faraja kubwa sana pamoja na hao wananchi wenyewe. Shughuli hizi za matunzo na huduma za lishe zinatekelezwa kwa kushirikiana na halmashauri za wilaya husika na mashirika yasiyo ya kiserikali, yale ya kidini na vikundi vya kijamii katika wilaya husika. Taasisi hizi ndizo washirika rasmi wa CONSENAT. Katika juhudi za kujengea uwezo taasisi hizo, CONSENAT hutoa mafunzo kwa wawezeshaji wa mafunzo ya lishe kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi katika ngazi ya wilaya. Wawezeshaji waliofuzu mafunzo haya huendesha mafunzo kwa watoa huduma katika ngazi ya jamii katika wilaya zao. Hapo nashughulika na shirika la CONSENAT kwa hudumia watu waathirika. Mwaka jana mwezi Machi nilihudhuria kwenye mafunzo ya CONSENAT Morogoro, na pale nimejifunza mengi kuhusu kuwahudumia watu waathirika na jinsi ya kutumia kama pale anapojisikia hali nyingine, na kumwelimisha afanye nini ile hali kusudi aiepuke asiathirike zaidi. Na mpaka leo hii ndio bado nawahudumia, na watembelea pia majumbani kwao kwenda kuwakagua na kuwauliza kama mnakulaje hapa na mnaishi vipi, na wao wananielekeza jinsi wanavyoishi. Uwezekano kuwatatulia na watatulia pale ninaposhindwa, basi sina uwezo huo. CONSENAT pia inaziwezesha asasi hizi kutoa chakula cha nyongeza kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, hususani wale wanaotumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Chakula hiki hutolewa kwa watu wasio na uwezo tu, na watu hawa wanatambuliwa na watoa huduma ambao wamefundishwa vigezo vya kuwatambua. Pia chakula hiki cha nyongeza hutolewa kwa muda mfupi ili kumwezesha mlengwa kupata nguvu za kuweza kufanya shughuli zake. Toa hoja yule dada, yule mama katibu, mimi ananielewa na ameniona jinsi nilivyokuwa ninaumwa, akawa amenitembelea hapa kuja kuniuliza, hasa mimi kuona wewe unasumbuliwa tu na homa kila siku na unaumwa, kinachokusumbua hasa nini? Nikamwambia mimi nimeathirika. Vieti unavyo? Ninavyo. Kwa hiyo unasemaje? Unatumia dawa? Dawa ninatumia. Basi lishe vipi? Lishe mimi sina, kwa kuwa mimi sina uwezo wa kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ndio tumekaa hapa na mama yangu. Basi akasema sisi tunataka kukuletea msaada. Sawa. Wakaniletea chakula, mafuta, wakaniletea unga kilo 10, wakaniletea na maharage kilo 5, na sukari kilo 2, na zile mafuta siagi ya karanga. Nikaanza kutumia. Pale nimeanza kula au kuna dawa naendelea kula. Baada kama ya kuisha ule vile vyakula nilivyo nikaanza naanza kupata nguvu. Nikakaa mwezi wa pili, naona nimeletewa tena, nikawa ile lishe naona kidogo nafuu. Vyakula vinavyotolewa vinalenga kumpatia mtu angalau mlo kamili kwa siku. Aina ya vyakula vinavyotolewa kila mwezi kwa mlengwa ni pamoja na unga wa mahindi, maharagwe, siagi ya karanga au karanga zilizosagwa, mboga zinazopatikana kwa urahisi, matunda yaliyoko kwenye msimu na sukari. Baadhi ya mafanikio ya mradi huu ni asasi 22, yani asasi moja kila wilaya, kujengewa uwezo wa kutoa huduma mbalimbali za lishe kwa walengwa.
kama wilaya hatuna hasa mkakati maalum wa kuweza kuwasaidia hawa watu ambao wamepata maambukizi na wanaotumia hasa zile dawa za ARV, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba ARV ni dawa ambazo ni powerful na zinamsubject mtu kwenye madawa kwa muda mrefu, is for life, na anahitaji support. Lakini hatuna mkakati kabisa. Ukiangalia